asili ya mwezi huu tulionao, tuna mwezi wa Ramadhani na tuongee wakati huo. Kwa hiyo wachezaji na viongozi pamoja na watu wengine wote ambao walikuwa kama wageni waliko hapa waliweza kufuturu, na baadaye tukapata nafasi ya kuongea na kukabidhiana bendera pamoja na kutakiana kila laheri kwa timu hii ambayo inaanza safari yake kesho. Sasa nilichokuja kukiongea hapa ni yale ya kutiana moyo, ya kuwakumbusha kwamba wanafaa kuvaa uzalendo na kwamba wanakwenda kuliwakilisha taifa hili huko Morocco, na tunafahamu uzito wa mechi wanayokwenda kucheza kwa mambo mawili. Moja ni kwamba ni mechi ambayo kama tutashinda inaongeza matumaini yetu kwa kiasi kikubwa mno ya kushiriki kombe la dunia litakalofanyika kule Marekani na Mexico mwaka 2026. Lakini mbili ni kwamba hili la kwanza kutimia kwake, ugumu wake upo kwa sababu tunakwenda kucheza na timu nambari 1 barani Afrika, na Morocco wamekuwa kwenye kiwango kizuri kwa muda mrefu sasa. Ni mahali ambapo sisi bado tunajitafuta. Unaona, tunasifiana kuhusu development ya football hapa kwa sababu huku ndio ambapo Morocco walianzia na baadaye wakalibadili taifa likawa taifa la mpira kabisa. Kwa hiyo tunatiana moyo kuambia kwamba tunafahamu ukubwa wanachoenda kukifanya, lakini wajue kwamba nchi nzima ya watu milioni 60 wako mgongoni kwao, na tumekuwa tukifanya vizuri kwa siku za karibuni, ikiwemo kupata matokeo mahali ambapo hatutegemewi kupata matokeo. Kwa hiyo hata hili, kwa sababu mpira unadunda, wanacheza watu wale, tunaweza kupata matokeo. Waende wakapambane na sisi tutaelewa juhudi zao. Mradi wamefanya jitihada mpaka mwisho, sisi tutaridhika na hilo. Lakini hali kadhalika nitumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ukubwa wa yale anayotufanyia kwenye sekta ya michezo. Sisi aliyotupa nafasi ya kumsaidia kufanya kazi hii ya kusimamia sekta kadhaa ikiwemo ya michezo, tunajua jinsi mambo mengi yanavyoweza kutokea kwa sababu tu ya moyo na radhi za Mheshimiwa Rais na upenzi wake kwa michezo. Hata tumefikia mahali pa kumuita mwanamichezo namba 1 ni kwa sababu anafanya yale mambo ambayo pengine anaenda mpaka nje ya njia yake kuhakikisha Watanzania wanafurahia michezo, ambapo Watanzania ni wapenzi kweli wa shughuli za michezo wa mpira wa miguu ukiwa unaongoza. Kwa hiyo nilitumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumwelezea kwamba hatuyachukulii kwa wepesi mahaba yake kwa michezo nchini na tunamshukuru sana. Lakini vile vile nikatumia fursa hii kuwapongeza shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ambapo chini ya uongozi wa ndugu yangu kaka yangu Alex Karia wamekuwa wakifanya vizuri kitakwimu kuliko wakati wowote kwenye historia ya mpira wa miguu nchi hii. Vile vile kama unaona katika football development tunawekwa sawa na kundi la ambalo yapo Morocco, Senegal na sisi. Sio kitu kidogo. Yaani mpaka ili kundi mpaka uwakuti Egypt, uwakuti South Africa, uwakuti Cameroon, wale ambao tunafahamu kwamba ni magwiji wa mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hili linalofanyika kama litaendelea kwa muda, pengine ndani ya miaka michache sana tutakuwa na timu za kutisha, sio ya moja, timu za kutisha. Umeona hata hapa wanaweka vijana 106 mpaka sasa hivi wanao kwenye kituo hapa ambacho kinakwenda kuwa FIFA Football Academy hapa Tanga. Wanaokusanya nchi nzima, wanapitisha scouts, lakini kuhakikisha wanakusanya watoto wenye vipaji na kuja kuwalea hapa. Wanawalipia zaidi ya shilingi milioni 200 kwenye ada zao tu ili kuhakikisha watoto hao sio tu wanacheza mpira lakini na wanasoma vile vile. Kwa hiyo unaona picha nzima ya mchezo wa mpira wa miguu inakwenda kubadilika baada ya muda mchache. Vijana hao wanafundishwa kuhusu vipaji vyao vinachukuliwa, vinalelewa, wanafundishwa kuhusu principles za mpira wa miguu, lakini pia vile vile wanasoma elimu ya secular, ile ya kawaida ambayo sisi tunasoma darasani, ambapo inafanya tunaenda kutengeneza aina ya wachezaji wanaojielewa, waliopita shule vizuri na wanaofahamu nini wanatakiwa wafanye all around. Pamoja na ugumu wa michezo, lakini kati tunakabidhi bendera, mchezaji umeonyesha utawala.